bunge zilizotolewa kwa kuzungumza. Mheshimiwa Spika, katika mjadala wa hoja za bajeti, Mheshimiwa Mrisho Gambo, mbunge wa Arusha mjini, aliwasilisha tuhuma nzito kuhusu miradi miwili mikubwa inayotekelezwa na halmashauri ya jiji la Arusha, yaani ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri na ujenzi wa soko la Semunge. Katika yote mawili, aliibua hoja zinazodai kuwepo kwa upotevu mkubwa wa fedha za umma, matumizi mabaya ya madaraka na mchanganyiko wa vipimo uliopelekea malipo yasiyo halali. Mheshimiwa Spika, kwa heshima kubwa, kwa heshima ya bunge hili na kwa maslahi ya taifa, nina wajibu wa kuweka bayana ukweli wa mambo haya. Taarifa ya uchunguzi na ufuatiliaji imekamilika. Kwa kibali chako, Mheshimiwa Spika, tutakuwa tayari kuiwasilisha mbele ya bunge lako hili tukufu kwa namna utakavyoona inafaa. Lakini kwa unyenyekevu mkubwa, niruhusu niseme maneno ya mwisho kabisa. Mheshimiwa Spika, TAMISEMI ni wananchi na TAMISEMI ni serikali hasa. TAMISEMI ni serikali hasa. Niwathibitishie Watanzania, hakuna senti ya Watanzania iliyopotea katika miradi yote hii miwili. Mheshimiwa Spika, ni muhimu tutofautishe hoja za kujenga na lugha za kuchomea. Tuhuma zisizo na mzizi si hoja, ni cheche za siasa ambazo hazifai kuweka ndani ya taasisi zenye misingi ya sheria. Miradi ya maendeleo haijengwi kwa maneno, bali kwa mchakato. Tuhoji kwa hoja na tusihukumu kwa jazba. Mheshimiwa Spika, TAMISEMI itaendelea kulinda uwazi, kuchukua hatua za uwajibikaji na kuhakikisha taasisi zake haziingii katika hofu ya sababu ya siasa za majukwaa. Kama kuna jambo la kuchunguzwa, tutalifuatilia hasa. Lakini kama ni juhudi za kuwaza visasi kupitia minong'ono ya kisiasa, serikali hii haitatoa nafasi hiyo. Ujenzi, ukarabati wa matengenezo ya barabara. Mheshimiwa Spika, ninatambua uwepo wa changamoto za ujenzi, ukarabati na matengenezo ya barabara katika maeneo mbalimbali nchini. Katika kushughulikia changamoto hiyo, serikali imeendelea kutenga fedha kupitia TARURA kwa ajili ya ujenzi wa matengenezo na ukarabati wa barabara, ambapo bajeti imeongezeka kutoka shilingi bilioni 275 mwaka 2020-2021 hadi shilingi bilioni 772 mwaka 2024-2025, sawa na ongezeko la asilimia 180.8 ya fedha ya ndani. Aidha, serikali kwa kushirikiana na benki ya CRDB imeratibu uanzishwaji wa hati fungani ya miundombinu iitwayo Samia Infrastructure Bond iliyolenga kukusanya shilingi bilioni 150, ambapo hadi dirisha la ununuzi wa hisa ilipofungwa shilingi bilioni 323 sawa na asilimia 215.33 zimekusanywa na zitatumika kuwakopesha kwa masharti nafuu makandarasi watakaoingia mikataba ya kazi za TARURA. Mheshimiwa Spika, ofisi ya Rais TAMISEMI kupitia TARURA iliidhinishiwa fedha za dharura shilingi bilioni 71.46 kwa ajili ya kugharamia matengenezo ya miundombinu ya barabara zilizoathiriwa na mafuriko ya maji ya mvua. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 50 ni nyongeza ya bajeti kwa mwaka 24-25, ambapo hadi Machi 2025 shilingi bilioni 8 zimepokelewa. Mheshimiwa Spika, mwaka 2025-26 ofisi ya Rais TAMISEMI imepanga kutumia shilingi trilioni 1.18 kwa ajili ya ujenzi, matengenezo, ukarabati wa miundombinu ya barabara na usafiri na usafirishaji wa vijijini na mijini. Ofisi ya Rais TAMISEMI itahakikisha inaendelea kutoa fedha za ujenzi, ukarabati na matengenezo ya barabara. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.